Panji, hiyo sio ndoto, bali ni kweli. Na usipoangalia vizuri, huyo binti atakuua. Guruma, umefuata nini katika imaya yangu? Panji, wale tu wamezaliwa wawili tu, mmoja ninaye, mmoja sipo naye. Na mmoja ambaye niko naye anamiliki bangili, na ambaye sipo naye anamiliki pete. Naomba ushirikane na mimi tuweze kupata ile pete. Tutakuwa na nguvu kubwa kumiliki ulimwengu. Na isitoshe nitakuzalia, utakuwa mfalme, nitakuwa malkia, watoto wajao watakuwa na nguvu ambayo utaweza kuelezeka. Alafu pia una sifa nzuri ya kukamata nyoka. Ila ombi langu kwako, naomba nikamatie nyoka mmoja Shivana, ili tuweze kumiliki ile pete. Guruma, acha kujidanganya na maneno yako ya kipuuzi. Lengo langu mimi ya kuzuia nyoka ila sifanye matatizo. Na nataka nipate hiyo pete na hiyo bangili ili niweze kuviteketeza ila sifanye matukio mabaya. Fanya yote, lakini mwanangu Shivani achana naye. Usije kumzuru. Guruma, acha kujidanganya. Yule ni nyoka kama nyoka na yule sio mwanao. Wale wako wawili, Shivani na Shivani. Mmoja anamiliki bangili, mmoja anamiliki pete. Na nataka nipate hiyo pete na hiyo bangili niweze kuviteketeza. Toka kwenye imaya yangu kabla sijakuua. Ole wako uingilie hili, nitakuua. Mwanangu, pete iko wapi? Nakuuliza, pete iko wapi?
Mama, bila shaka nimeipoteza. Umepoteza? Nimeipoteza mama. Itafute haraka sana, maana hiyo pete ndiyo maisha yetu, na usipoipata tutaangamia sisi sote. Haraka! Sawa mama. Gulma. Vipi Shivana? Kwema? Pete ishatoka kwenye mikono ya Shivani. Iko wapi sasa? Kama imetoka katika mkono wa Shivani. Na hapa yeye ninapokuambia anawe binadamu. Fanya juu chini, weka katika mkono wako. Mwenyelewa? Sasa ile pete lazima iwe katika mkono wangu. Niunganishe na hii bangili ili niweze kuitawala hii dunia kama tulivyopanga. Na ukiweka katika mkono wako Shivani, utakuwa na nguvu kubwa sana. Utakuwa na uwezo wa kumiliki ulimwengu na hakuna atakayeweza kukushinda. Umeelewa? Sawa Gulma. Acha mimi niende nikaitafute. Nenda kutafute hiyo pete, uipate kabla jua haijazama. Dada. 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 Unajua kuna kitu sikielewi kabisa. Hii pete tangu nimeokota nikavaa katika mwili wangu, najisi ni mtu wa ajabu. Hii mwili wangu una joto kali sana. Hiyo pete kani umeitoa wapi? Hii pete nimeokota kule bondeni. Sielewi hata imekuwaje. Yaani kila nikivua haitoki. Kwa hiyo unakuta kitu unavaa ujui cha nani unavaa tu? Hata sielewi dada. Mtu. Wewe dada. Dada nini?
Rahul, nimepoteza pete ya ufalme wa nyoka. Mama hajanielewa kabisa. Na kama unavyojua, dada yangu Shivana akiipata, ulimwengu mzima utateketea. Naomba unisaidie kuipata ile pete. Kwa hiyo ni msaada gani unaotaka kwangu Shivana? Nataka unisaidie kuitafuta ile pete ili nirudishe katika mkono wangu. Mansur, nataka nikuagize. Naona Panjia ananigeuka. Hataki kufanya ninavyotaka mimi. Nenda ukamuue Panjia. Na kingine, fuatilia pete na bangili. Na kama Shivana atafanikiwa kuzipata zote, muue Shivana, chukua pete na bangili. Na kama utafanikiwa kuchukua pete, mfuatilizie Shivana, chukua bangili na umuue. Umenisikia Mansur? Mama, mbona unaonekana ni mtu ambaye unamsaidia Shivana na leo unahitaji kumgeuka na kunipa maagizo niende nikamuue, na wakati sisi tunamsaidia kwa lengo aje kumiliki bangili na pete ili aweze kutawala ulimwengu. Sio kama nataka kumsaidia Shivana Mansur. Nataka kumiliki ile pete na bangili, niwe na nguvu kama za nyoka, niweze kumiliki huu ulimwengu mzima. Sawa, nitakusaidia kwa kifo na uhai, ili mradi hiyo pete iweze kurudi mikononi mwako, kwa sababu sisi sote tunaitegemea hiyo pete, na Shivani hawezi kuipata hiyo pete ingawa mimi nipo. Nitakusaidia. Nitashukuru sana Rahul. Basi twende.